Naam, bwana, mambo ni mengi na muda hautoshi. Muda ni mchache kwelikweli. Sakata kubwa ambalo limechukua sura tofauti katika michezo hapa Tanzania ni juu ya mchezo dabi ya Kariakoo na vinavyoendelea, kwa maana ya klabu ya Young Africans leo hii walikutana na bodi ya ligi kwa pamoja kujadili mustakabali wa mchezo wa dabi ya Kariakoo, na mengi yamejadiliwa humo ndani. Baadaye yakaja kuzungumzwa na pande zote mbili, kwa maana bodi ya ligi kupitia CEO wao yalizungumzwa, lakini mengine yalizungumzwa kwa upande wa Young Africans. Upande wa Young Africans ndio ambao wanaonekana kuzua taharuki kubwa kwa yale madai yao ambayo wako nayo. Sasa hapa tunakwenda kuangalia madai yao, lakini what next endapo madai haya hayatotekelezwa, lakini kama haitoshi adhabu zake ni zipi? Tunakwenda kuangalia hapa kwa mujibu wa kanuni na mambo yanavyoeleza. Sasa kitu cha kwanza ambacho tunakwenda kukiangalia kwa kukumbushana tu, limejadiliwa katika maeneo mbalimbali, lakini kwa kukumbushana tukumbuke Young Africans matakwa yao, matakwa ya Yanga ili waweze kucheza mchezo wa dabi, mchezo nambari 184 wa dabi ya Kariakoo dhidi ya watani wao Simba Sports Club. Matakwa yao kwa mujibu wa afisa habari wa Young Africans Ali Shaban Kamwe alisema yapo manne. Manne hayo ni yapi? Twende tukaangalia kwa haraka haraka. Takwa la kwanza, wanataka General Secretary wa board wa TFF ambaye ni Wilfred Kidao astaafu. Hiki ndio kitu cha kwanza, au ajiuzuru kwa lugha rahisi. Ajiuzuru. Ili ndio jambo la kwanza ambalo Young Africans wanalihitaji. Kwa nini? Alikamwe ameelezea kwa sababu wamelalamikia swala zima la maamuzi au waamuzi na ambavyo hawako fair. Wanaharibu sehemu moja alafu wanakwenda sehemu nyingine, wanakwenda kuharibu, wanapangiwa tena mechi nyingine. Kwa hiyo wameona kwa sababu kamati hiyo iko chini ya General Secretary au katibu mkuu wa TFF, wameona kuna sababu ya Wilfred Kidao kuachia ngazi. Hili ni takwa lao la kwanza. Takwa la pili la Young Africans ni CEO wa bodi ya ligi ambaye ni Almasi Kasongo. Hii inakwenda moja kwa moja kwa Kasongo, na mwenyewe pia ajiuzulu. Kwa nini? Kwa sababu hiyo inafanana na hii hapa ya kamati ya uendeshaji wa ligi ambayo maarufu kama kamati ya masaa 72. Sasa kwa CEO wa bodi ya ligi Almasi Kasongo wanadai kwamba kuhairishwa kwa mchezo ambao ulibidi uchezwe kwa maana ya dabi ya Kariakoo, kuhairishwa kwake inaonekana imefeva upande wa pili, ambao upande wa pili ni nani? Ni wekundu wa Msimbazi, Simba. Kwa hiyo kuhairishwa kwa mechi kumefeva upande wa pili. Imekuwaje mechi kahairishwa? Kwa hiyo ukiangalia hapa wanatoa sababu mbili, wanatoa matakwa mawili. Takwa la kwanza, CEO ambaye bodi ya ligi inayosimamia pia huo mchezo ndiyo yeye anayeiongoza, lakini kama yeye ndo mtendaji mkuu, lakini kama haitoshi, kamati ya uendeshaji, hii kamati ya masaa 72 ambayo inadili na uendeshaji wa ligi kuu, na yenyewe pia ameona haistahili kuendelea kuwepo. Kwa hiyo wanataka hii kamati pia ivunjwe. Na eneo la mwisho, eneo la 4, na hili wamesema hili la muda mfupi, alafu hili wamesema la muda mrefu, ni bodi ya ligi kuu kuwa huru. Bodi ya ligi kuu iwe huru, isiwe chombo ambacho kipo ndani ya TFF. Wanataka bodi ya ligi ambayo inajitegemea kivyake kabisa, ili iwe na maamuzi ambayo anaweza kuyaamua na kuweza kuyasimamia. Kwa hiyo haya ndo matakwa ya Young Africans. Naamini tulimsikia Ali Shaban Kamwe akizungumza na kufafanua kama ambavyo nimejaribu kumquote kwa kile ambacho alikizungumza. Sasa haya ndo matakwa yao. Msimamo ni upi? Msimamo endapo haya hayatotekelezwa, msimamo wa Yanga ni upi? Msimamo wa kwanza, hawatocheza mechi zilizosalia, kwa maana ya mechi 3 zilizosalia za ligi. Hawatocheza mechi 3 kwa Young Africans ambazo zimesalia. Ni zipi na zipi? Mechi dhidi ya Simba yenyewe, alafu mechi nyingine dhidi ya Prisons Mbeya kule, na mechi ya mwisho dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo hizi ndio mechi 3
kwa Yanga ambazo zimesalia katika ligi. Kwa hiyo hizi hawako tayari kucheza, lakini kama haitoshi, hawako tayari kucheza mechi ya kombe la CRDB. Yes, hii ni mechi ya finali dhidi ya Singida Black Stars, pia hawako tayari kucheza endapo matakwa yao hayatotekelezwa. Kama haitoshi, msimu ujao, yani msimu mwaka 2025 2026 hawako tayari kucheza ligi kuu. Huo ndo msimamo wa Young Africans. Msimamo huu wa Young Africans unatufanya tuende tukaangalie kanuni zinaeleza vipi, na kanuni zinaeleza vipi endapo bodi ya ligi haijatekeleza haya ambayo walikuwa wameyasema. Young Africans hawajatekeleza haya kwa maana ya kuto kucheza hii michezo ambayo imesalia. Kanuni inaeleza vipi? Kanuni ya TPL, yani ligi kuu ya Tanzania bara, ligi kuu ya NBC, kanuni ya 31 yenyewe inahusisha na kuto kufika uwanjani. Inasemaje? Nambari 1, timu yoyote itakayokosa kufika uwanjani bila ya sababu za msingi zinazokubalika kwa TFF au bodi ya ligi, yani TPLB, na au kusababisha mchezo usifanyike, itakabiliwa na adhabu zifuatazo. Adhabu ya kwanza, kutozwa faini ya shilingi milioni 5, ambapo shilingi milioni 2.5 itachukuliwa na bodi ya ligi kuu na shilingi milioni 2.5 italipwa kwa timu pinzani. Hiyo sehemu ya kwanza 1. Tunakwenda kwenye sehemu ya kwanza 2. Yani kifungu cha kwanza namba 2 kinasema kulipa fidia ya maandalizi, uharibifu wowote utakaoweza kujitokeza. Kifungu cha kwanza nambari 3, kupokwa kwa alama 15 katika msimamo wa ligi. Viongozi waliosababisha jambo hilo watachukuliwa hatua zaidi ya kinidhamu. Tunakwenda kwenye kipengele cha 1.8 kinasema timu ya ligi kuu itakayoshindwa kufika kituoni katika michezo mitatu, na wameweka kwenye mabano namba 3 ya ligi, bila ya sababu za msingi zinazokubalika na TFF au TPLB, itakuwa imejiondoa kushiriki ligi hiyo. Maana yake ni kwamba Young Africans kama hawatocheza hizi mechi 3 zilizosalia, basi itakuwa imejiondoa katika ligi hiyo. Ingawaje na msimamo wa Yanga pia wamesema watakuwa tayari kutoshiriki ligi kwa msimu unaokuja. Kwa hiyo hii ndiyo kanuni inavyoeleza, kanuni nambari 31, kutofika uwanjani. Tukirudi katika nambari 1.4 inasema sasa hapa, hii ndiyo adhabu ya kombe la CRDB. Kanuni yake ni hii hapa. Endapo Yanga hawatakwenda kucheza mchezo wao dhidi ya Singida Black Stars, itakuwa nini? Kwa michezo ya hatua ya mtoano, timu iliyokosa kufika uwanjani katika mchezo wa mkondo mmoja itakuwa imepoteza hadhi ya kuingia hatua inayofuata bila kujali matokeo ya mchezo wa mkondo mwingine. Hii ndio inakuja katika kile kipengele cha mchezo ya mtoano, na kombe la CRDB lipo katika mfumo wa mtoano. Maana yake nini? Hii ni finali, mchezo ambao unapigwa mmoja tu. Hivyo basi kama Young Africans hawatopeleka timu kucheza dhidi ya Singida Black Stars, basi Singida Black Stars automatic atakuwa bingwa, na wala Young Africans hawatopata gharama yoyote ya mapato katika mchezo ule. Manake mapato ya uwanjani yanamfeva upande wa Singida ambaye alipeleka timu katika mchezo huo. Kwa hiyo hizi ndio kanuni zinavyoeleza endapo Young Africans hawatopeleka timu uwanjani katika michezo mitatu ya ligi kuu, lakini pia katika mchezo mmoja wa kombe la shirikisho la CRDB. Haya matakwa ambayo wameyaeleza ni matakwa magumu katika taasisi kama bodi ya ligi, lakini ndio matakwa ambayo Young Africans wanayataka, lakini pia msimamo wao waliotoa ni msimamo mgumu kweli kweli. Kwa hiyo maamuzi magumu yanatakiwa kutumika kwa pande zote mbili, kwa maana ya upande wa bodi ya ligi na kama haitoshi upande wa Young Africans. Yani yoyote yule ambaye atafanya maamuzi, basi maamuzi yake yatakuwa magumu. Let's say kwa upande wa bodi ya ligi, kama wataamua haya yote ambayo wameyataka Young Africans yatimie, unaona kuna namna gani itakuwa kuna dosari imeingia kwa namna moja au nyingine kuwaondosha hawa watu wote, kwa maana ya kamati ya uendeshaji, kamati ya masaa 72 ina viongozi, CEO pamoja na general secretary. Kama haitoshi bodi ya ligi na yenyewe kuwa huru. Lakini tukija upande wa pili, kwa upande wa Young Africans, just imagine ligi kuu bila Young Africans.
Just imagine, jaribu kutengeneza picha, mazingira yatakuwa vipi? Unaona kuna ugumu kuona ligi inaweza kwenda kuchezwa bila ya uwepo wa Young Africans. Haimaanishi kwamba haitoweza kuchezwa, hapana. Ligi itachezwa kama kawaida, lakini bila Young Africans. Jaribu tu kutengeneza picha, unafikiri itakuwa vipi? Unaweza ukashare hapo katika comment section kuona nini ambacho mtazamo wako upo juu ya sakata hili lote ambalo tumelizungumza hapa. Hii ni Mzinga Sports.